Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 255. Mtazamaji, tuanze na taarifa ambapo sasa imebainika wazi kwamba huenda chama cha UDA na chama cha Jubilee wakaweza kufanya kazi kwa pamoja. Je, ni ukweli ama ni uvumi tu? Andamana na miati tamati ni kuchambulia taarifa hii kwa kina. Mtazamaji, kulingana na wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba sasa Fred Matiang'i anatumiwa kama project ya Uhuru Kenyatta ya kuweza kuzima upande wa upinzani, ambapo kulingana na wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba huenda sasa chama Jubilee na pia chama cha UDA wakaweza kushirikiana kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027, ambapo mtazamaji unajua vizuri kwamba wakati mmoja tuliweza kushuhudia Uhuru Kenyatta aliweza kukubali viongozi kadha wa kadha ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye serikali yake kama mawaziri wakaweza kuteuliwa kwenye serikali ya Rais William Ruto, ambapo sasa taarifa zimekuwa zikienea kwamba baada ya Mutahi Kagwe kuweza kuteuliwa kama waziri kwenye serikali ya Rais William Ruto, sasa mtu mwingine ambaye ataweza kupewa nafasi kwenye serikali ya Ruto ni Fred Matiang'i. Taarifa zikianza kuenea kwamba ni njama tu ya kuweza kuharibu kura ama kuweza kufuruga kura za kuweza kumharibia Rigathi Gachagua katika eneo la Mlima Kenya na pia hapa nchini Kenya. Hayo inajiri wakati ambapo tuliweza kushuhudia mheshimiwa Rigathi Gachagua alifunguka na kuweka wazi kwamba sasa Fred Matiang'i ni project ya viongozi fulani na kwa hivyo ameweza kusaliti upande wa upinzani baada ya kuweza kuhudhuria mkutano wa Jubilee. Na sasa kulingana na wale ambao ni wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba kuna vyenye Uhuru Kenyatta huenda akashirikiana na Rais William Ruto, ambapo najua vizuri kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kukubali baadhi ya viongozi kuweza kuteuliwa kama mawaziri kwenye serikali ya Rais William Ruto, wakiwemo kina Lee Kinyanjui na yule ambaye ni mheshimiwa Mutahi Kagwe, ambao waliweza kuteuliwa kwenye serikali ya Rais William Ruto kama mawaziri. Na ambapo sasa kitu ambacho kinasumbua Uhuru Kenyatta ni kuhakikisha kwamba watu wake wameweza kupata nafasi kwenye serikali ya Rais William Ruto. Mtazamaji, kwa maoni yako unafikiria kwamba je, Fred Matiang'i ni project ya Uhuru Kenyatta na Ruto ya kuweza kufuruga kura za eneo la Mlima Kenya ama kuweza kuharibu kura hapa nchini Kenya ili kuhakikisha kwamba upande wa upinzani unaendelea kuchanganyikiwa, ambapo sasa imebainika wazi kwamba sasa Uhuru Kenyatta baada ya kuweza kufichua mambo mengi sana akisema kwamba yeye haungi mkono chama cha ukabila, kwamba yeye bado yuko upande wa Azimio la Umoja, bado akisema kwamba yeye bado anapinga serikali ya Rais William Ruto, wanasema kwamba hii ni njama tu ambayo Uhuru Kenyatta anajaribu kuweza kuwachanganya wale ambao ni viongozi upinzani, na wakiweka wazi kwamba sasa bado chama cha UDA na pia chama cha Jubilee wataweza kushirikiana kuweza kufanya kazi kwa pamoja